Kwa nini uenjoy dakika 2 na uumie maisha yako yote? Kwa nini ufanye ngono dakika 6 au 7 na upate ugonjwa ambao utaugua miaka yote? Na kwa nini uchome shule kwa dakika 10 na ukae nyumbani na ufungwe hata gerezani uumie miaka yote? Kwa nini uende katika maandamano, uchome magari, uibie watu kwa dakika 2 au 3 na ushikwe uwekwe gerezani uumie miaka yako yote? Karibu sana katika kipindi hiki, mtazamaji. Siku ya leo nataka kuzungumza kuhusu masuala ibuka au swala ibuka moja ambalo limetokea katika nchi yetu ya Kenya, ambapo wanafunzi wamebadilika na wametamauka na wanayofanya yanaonyesha kuwa wamefedhulika. Kwa kweli mwaka huu wa 2026 nimeshangaa sana. Wanafunzi wengi au shule nyingi au kesi nyingi sana zimesikika ambapo wanafunzi wamekuwa na uharibifu mkubwa. Wamechoma shule, wengine hata katika utumishi hiyo shule unapata wengine wamekufa kutokana na mambo tu ambayo yanatokana na lile swali ambalo nimekuwa nikianza nalo, ya kwamba kwa nini ufanye kitu kwa dakika chache na uumie maisha yako yote? Na swali ni je, mbona wanafunzi wanafanya hivi? Tukifikiria pamoja kama Wakenya na walimu na viongozi, mbona wanafunzi wanakuwa na uharibifu mkubwa? Kulingana na mtazamo wangu siku ya leo na kulingana na wazo langu, nafikiria ya kwamba kwa kiwango kikubwa sana mambo kama haya yanatokana na matumizi ya mihadarati. Yanaweza yakatokana na matumizi ya mihadarati. Kwa sababu mimi zamani ama awali nakumbuka matumizi ya mihadarati kama bangi hayakuruhusiwa na yalikuwa yamepigwa marufuku. Lakini kwa sasa wanafunzi, wazazi wanatumia mihadarati. Awali kulikuwa na sheria ambazo zilisisitiza mtu angepatikana na bangi, awe mzazi au mwanafunzi, hiyo ilikuwa ni marufuku. Lakini sasa serikali yenye ilikuwa inafanya hivyo ilienda wapi? Na mikakati iliyokuwepo, walioweka ile mikakati ya kuzuia matumizi ya mihadarati, ilienda wapi? Mimi mwenyewe binafsi nilikuwa mwanafunzi na nilikuwa nashuhudia wenzangu wengine walikuwa wanatumia mihadarati, na hiyo inaweza ikasababisha uharibifu mkubwa. Yeyote mwenye ako chini ya mihadarati ama anatumia mihadarati, whoever is under the control or influence of alcohol or any harmful product can do anything. Unajua hukumu ya mtu ambaye ametumia mihadarati, sisemi ya kwamba wanafunzi wote ambao wameteketeza shule wametumia mihadarati, ila nasema hiyo pia inachangia pakubwa, kwa sababu matumizi ya mihadarati yamepanda. Na kando na hilo, mtazamo wangu pia kuhusu masuala kama haya ambapo wanafunzi wanaharibu mali, kuchoma shule na kupotoka kimaadili, nafikiria yanatokana pia, tukienda katika saikolojia tunapata ya kwamba human brain can mirror anything. Alafu nakumbuka pia, kwa mfano hapa niko na kioo. Hiki ni kioo. Nikijitazama ndani ya kioo najiona mimi mwenyewe. Na haya mambo au vituko au visanga ambavyo watoto wetu wanafanya au wanafunzi wetu wanafanya, hii ni reflection, is just a reflection of what is happening currently in Kenya. Our parents are rioting against the government.
wanachoma mali ya umma, uharibifu barabarani. Kumekuwa na mambo kama haya yanaendelea, yanafanyika usiku na mchana. Wakitaka haki wanaenda barabarani, wanachoma mali, wanafanya uharibifu. Na saikolojia inasema ya kwamba binadamu akili yake inaweza ikafanya, yani ni kama kutazama mlatawe kwenye kioo. Yani watoto hawa wanafanya kile ambacho wanaona wazazi wao wakifanya. Mtoto anachoma kwa sababu anaona wazazi wakichoma. Kuna babu yangu mmoja alikuwa na methali ingine ambayo ilikuwa simbo. Alikuwa anasema mangi si mangi do. Sasa watoto ni mangi, wanaona na wanafanya. Kisaikolojia wanatoa tu reflection of what is happening. Aina swali lingine, mbona wazazi wanaandamana? Mbona wanachoma vitu, mali ya umma, wanaharibu mambo, wanafanya wizi na mambo mengine? Tatizo liko wapi? Je, ni serikali? Na kama ni serikali, tatizo liko wapi? Tuungane mikono kweli jamani, na tufanye kazi kwa umoja. Mbona awali mambo kama haya hayakukuwepo? Ndio kuna matumizi ya mihadarati, lakini pia mangi si mangi do. Ni maandamano mangapi ambayo tumekuwa nayo, ambapo watu wameuana, wengine wamekufa, wengine wamepigwa marisasi, na ni mambo ambayo yameendelea na yanaonekana kila sehemu. Na jambo lingine ambalo ningependa kuzungumzia siku ya leo ni kupuuza. Yani kutokana na neno kwa kizungu, neno ignore. Ni kupuuza mambo. Kupuuza. Utakuta wanafunzi wenyewe shuleni wana issues au wana masuala ambayo yanawaathiri ama yanawasumbua akilini, lakini hawasikizwi, wanapuuzwa. Utakuta wananchi wenyewe, nimesema watoto wanakopi kile wazazi wanachokifanya ama wanafanya kile wazazi wanachokifanya. Sasa utakuta wananchi wenyewe hawasikizwi, ndio maana wanaandamana. Utakuta wanafunzi wenyewe hawasikizwi, ndio maana wanaandamana ama wanachoma shule na kufanya uharibifu. Na haya kutokana na mambo ya kusikiza yanatokana na kiburi. Yani kiongozi mwenye kiburi anaweza akawa ni mwalimu katika shule, anaweza akawa ni MCA, anaweza akawa ni nani. Ukiwa na kiburi ndipo aibu inafuata. Napenda sana mwandishi mmoja ambaye alikuwa anaitwa Clara Momanyi, ambapo kuna pahali alisema ya kwamba kijapo kiburi ndipo ijapo aibu. Sasa kiburi kimekuwa kikubwa, ndipo kuna aibu kubwa kwa kiwango kikubwa katika taifa letu la Kenya. Kuna maangamizi makubwa ambayo yametokana na kiburi. Yani kiburi kimefika cha kwanza, alafu aibu ikafika ya pili. Umepuuza mwanafunzi. Kama nakumbuka kuna shule ambayo imeteketezwa, ni huu mwaka tu wa 2026, ambapo wanafunzi walitaka kutazama tu mpira na ilikuwa weekend na hawakuwekewa. Kilikuwa kiburi ya kwamba hawa ni watoto, ya kwamba wanafaa kusoma, na ni kitu ambacho ni mpira ambao ulichukua dakika 90 peke yake. 90. Wangetazama kwa dakika 90, haingeathiri masomo yao kama kukaa nyumbani mwaka mmoja kwa sababu shule imechomwa. Mbona ufurahi kwa dakika kidogo na uangamize maisha yako kwa muda mrefu? Sasa upuuzi huu ama kupuuza ambako kunaendelea inatokana na ignore. Yani ukiignore na kunakuwa na ignorance. Unaignore alafu shenge kinafuata ni ignorance, alafu destruction. Mimi kibinafsi nikiangalia neno maandamano ni kama hata yangepewa neno au kauli nyingine. Badala ya kusema maandamano tungekuwa tunasema maangamizi au maafa au na vitu zingine, kwa maana hayo ndio matokeo yake.
kiongozi mzuri, awe mwalimu, awe rais wa taifa, awe MP, awe MCA, anafaa jua ya kwamba kiongozi anafaa kuheshimiwa, sio kuogopwa. Viongozi wanatumia vitisho, wanatumia sheria na nguvu yao kuongoza. Na kuna kitu ambayo, ama kuna wazungu wanasema ni paradox. Hii paradox nayo, yani ikiwa ni ukweli ni uongo, na ikiwa ni uongo ni ukweli. Yani venye unatumia nguvu kuongoza kitu unafikiria unakiweza, kumbe hiyo ni namna kubwa au ni njia nzuri ya kukiharibu. Yani chenye unafikiria unakiongoza ndicho unakiharibu. Wakati unatumia nguvu, kumbe ilifaa utumie upole na kauli nzuri za kuongoza. Na jambo lingine ambalo linasababisha maandamano na uharibifu na hata kusababisha na kupelekea watoto kuchoma mashule, inatokana na uchochezi kutokana na siasa potovu. Wanasiasa ambao wanaendeleza siasa zao kwa sasa, hawa watu wanatumia kitu ambacho tunaita manipulation au manipulative campaign. Yani badala, instead of influencing people, they don't influence. Instead, they manipulate. They manipulate people to commit crimes. They manipulate people. They don't influence people. Our leaders wanajifikiria wenyewe, hawajali maslahi ya wananchi, na haya ndio yanasababisha watoto wanajua njia ya kutafuta haki ni kuandamana, ni kuchoma na kuharibu. Na wananchi wote Kenya saa hii wameadapt ama wamezoea kitu ambapo wanajua mtu akitaka haki anajua hakuna kuongea. Ukiongea hausikizwi, ni kuchoma, kuharibu. Na ni kama viongozi au viongozi ambao wako sasa ni kama wamechukulia ni kitu cha kawaida. Acha wachome, ni yao. Sisi tuna pesa zetu zinakaa vizuri. Ni mambo haya gani haya ambayo yanaendelea kwa sasa? Na jambo lingine, kando na kuchochewa, wanafunzi na wazazi na msiwe watu wa kufanya kitu kwa sababu watu wanafanya.